tuko eneo la Bunju ambalo kama utakumbuka tulikuwa tumewasilisha maombi ya maboresho eneo la Bunju kutokana na malalamiko yaliokuwepo ya wananchi na wakazi wa eneo hili la Bunju, hususan eneo la stand ambako mara kwa mara wamekuwa wakigoma wakitaka kuwepo na barabara, hasa barabara ya lami eneo la stand na soko pale. Lakini pia na eneo lenyewe lote la Bunju huko hapa ndani kulikuwa kuna zaidi ya kilomita 5.6 baada ya kufanya tathmini zilionekana zinahitajika kujengwa kwa kiwango cha lami kutokana na jiografia ya ile eneo ili kuwawezesha wananchi kufika manyumbani kwao. Kama ambavyo sera yetu iko ya kufikisha kusikofikika ya TARURA, basi eneo la Bunju lilikuwa ni eneo moja wapo ambao lilikuwa na changamoto hiyo ambalo mlituagiza tuweze kufanyia kazi. Kwa hiyo tumesanifu kilomita 5.6 kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami, lakini kwa maana ya hatua za awali barabara tulizoona inafaa kuanza nazo kulingana na bajeti ni ambao iliyopitishwa ni kilomita 1.75. Kati ya hizo kilomita 1.75 mita 550 ni zile zinazojengwa kuzunguka eneo la soko na stand ambayo ndio ilikuwa eneo la kwanza walikuwa wanalalamikia. Lakini pia tukaona tuanze na njia hii ya Gema ambayo inapandisha hapa juu hapa tulipo pana kilomita 1.2. Kwa hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami. Na baada hapo tunazo kilomita 2 nyingine ambazo tutazitengeneza kwa kiwango cha changarawe kama hatua ya mpango wa muda wa kati tukisubiri fedha kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami. Kwa hiyo nini ambacho kimekwisha kufanyika mpaka sasa? Mpaka sasa tumekwisha kumpata mkandarasi On Africa ambaye anatekeleza mkataba wao kwa shilingi bilioni 3.1 na tumemkabidhi kazi tarehe 4 mwezi wa 4 na inategemewa kukamilika ndani ya miezi 8, ambapo hadi sasa muda ambao umekwisha kuisha ni miezi 2 imemalizika. Nini ambacho kimekuwa kikifanyika mkuu hapa ni kwamba mwanzoni alikuwa akifanya kazi za uondoaji miundombinu mingine, lakini baadaye akakutana na changamoto ya mvua kama ambavyo iko tuna udongo ambao ni wa mfinyanzi sana. Kwa hiyo ilikuwa na ukikata kidogo basi mawasiliano sehemu yote unakuwa umeyafunga, na hii ilikuwa ndo njia kuu. Kwa hiyo akawa kuna delay kidogo ya mwezi hivi ambao umetokana na hali ya mvua ambayo ilikuwepo, lakini kwa sasa hali ya mvua imepungua na tunaamini ndani ya hii miezi 6 iliyobakia kwa ambavyo tumekwisha kumwelekeza mkandarasi na ambavyo barabara yenyewe yote haina changamoto yoyote ukiacha ile ya mvua na miundombinu mingine yote ilikwisha kutoka, tunaamini utekelezaji utafanyika kwa wakati na watu kupata huduma ambayo iliyotarajiwa, na pengine tusifike kabisa kule kwenye mwezi ule wa 12 kwa namna ambavyo tumekwisha kuelekezana na hali ilivyo ya site. Kwa majina naitwa Rogatus Hussein Mativila, ni naibu katibu mkuu ninayeshughulikia miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI Dodoma. Leo nimetembelea hapa Dar es Salaam kuja kukagua moja ya miradi ambayo inatekelezwa hapa Dar es Salaam. Moja hapo ni hii barabara ya Gema ambayo inaendelea kujengwa hapa Bunju B, yenye urefu wa kilomita 1 yenyewe kama hii inayounganisha na barabara ya lami ile ya Bagamoyo Road ina kilomita 1.2, lakini kuna sehemu ya soko pamoja na stendi ambayo nako kuna boreshwa barabara zenye urefu wa mita 550. Kwa hiyo jumla mradi huu na kilomita 1.75. Kwa hiyo tumekuja kutembelea kuangalia hii barabara. Ilikuwa inasumbua sana, moja ya barabara ambazo kama mnavyoona zinakuja kwenye makazi lakini zinaunganisha na soko. Kulikuwa na matatizo makubwa sana ya wananchi pale, wanagoma pale kwenye soko kwa sababu ni pagumu namna ya kufanya biashara, lakini pia hata namna ya kuingia huku kwenye makazi. Sasa TARURA mkoa wa Dar es Salaam waliomba fedha ili waweze kuboresha barabara hii kwa sababu imeleta shida sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hizo fedha zikaweza kupatikana kama alivyosema za bilioni 3.1 kwa ajili ya kuboresha barabara hii kwa kiwango cha lami. Inatoka pale inaunganisha Bagamoyo Road na kuja mpaka eneo hili, na eneo lilobaki hili litajengwa kwa changarawe, litaboreshwa na lenyewe. Hii barabara inazunguka tena inaenda kuunganisha na Bagamoyo Road. Kwa hiyo baada ya kupatikana hizo fedha wamepata mkandarasi ambaye anaendelea na ujenzi hapa. Sasa na mimi nimeona kwa sababu hizo fedha kwanza zimetafutwa, hata zilikuwa umradi ulikuwa haujawa budgeted, lakini kutokana na hali ilivyokuwa ikabidi itafutwe fedha ya dharura ije
kuboresha barabara hii. Kwa hiyo na mimi nimekusema nije nitembelee nione nini kinaendelea. Lakini bahati mbaya ni kwamba sababu ya mvua zilizokuwa zinaendelea, mkandarasi ameshafanya kazi miezi miwili, lakini ndio kwanza alikuwa anatoa miundombinu ya humo pembeni. Unajua kunakuwa na mabomba ya maji, kunakuwa na vitu vya umeme, ameshamaliza. Sasa na zile mvua zilimzuia kidogo hiyo miezi miwili, lakini sasa hivi ameshaanza kutoa maudongo haya ili aweze kuleta udongo mzuri, aanze kushindilia na kuweza kuanza kujenga hii barabara kwa kiwango cha lami, eneo hili na ile eneo la soko pamoja na stendi. Na amepewa miezi 8 kwamba angalau ikifika hapo mwezi wa 12 awe amekamilisha, na inaonekana kwamba mwelekeo wake sio mbaya, anaweza akakamilisha hata kabla ya hapo. Na sisi tunasisitiza kwamba ni muhimu sana afanye kazi usiku na mchana wakati mvua zimeisha. Dar es Salaam huwa nayo haieleweki mvua zake, mpaka mwezi wa 12 mvua zinaweza kazi zimeshaanza tena zingine kunyesha. Kwa hiyo nasisitiza kwamba mkandarasi atumie muda huu vizuri. Pesa hakuna tatizo, pesa ipo, ni yeye tu tunamdai kazi. Yeye hata kuwa na shida ya swala la pesa. Pesa ipo na mimi mwenyewe nilishughulikia kuhakikisha kwamba hiyo pesa inapatikana. Kwa hiyo yeye afanye kazi wakati wowote, akihitaji malipo atalipwa. Kwa tunachoomba tu mkandarasi, hii kazi ikamilishwe kwa wakati. Jitahidi na sisi tuone wa makandarasi wazawa kwamba tuna uwezo. Umepewa miezi 8, unaweza kufanya hata miezi 5, kaonesha kwamba kweli tuna hizo powers, na hiyo inatupa ile hamu ya kupe kazi nyingine, kwa sababu sisi tunachotaka ni kazi iishe mapema, ihudumie wananchi. Yani hizi ni services kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Unavokamilisha mapema, maana yake mtu amekuwa wamepata hizi huduma kwa mateso makubwa ambayo wameyapata hapa. Nashukuru tena kwa fursa hii kwa mara moja nyingine. Kwanza napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu kwa kuchukua muda wake kupitia mradi huu, na nadhani inaonyesha kwamba viongozi wetu pia wana uchungu na fedha ambazo zinatafutwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa upande wetu kama wakandarasi wazawa, kama nilivyosema awali, tunashukuru kwa fursa kama hizi kwa serikali yetu ambayo inatupa sisi wakandarasi wazawa na kuendeleza kukuza wakandarasi wazawa na uchumi wa ndani. Lakini pia kama wakandarasi ambao tumekabidhiwa site hii, tumekutana na changamoto ya mvua kidogo miezi iliyopita hii, ambayo imetusababishia delay kidogo, ambayo ni ili tusitumie fedha vibaya. Kwa kuwa tungeendelea kwa wakati ule, tungekuwa tunawakwaza wananchi kutokana na ugumu wa kupita, kutokana na material ambayo ipo tayari kwenye ground. Kwa hivi sasa tumesha mobilize assets na mitambo iko site, na tunaendelea na kazi za awali za kutoa material ambayo si nzuri, ili tuweze kuweka layer ambazo ni sahihi, material ambazo sahihi kwa ujenzi wa barabara. Kwa hiyo tutajitahidi na tunaahidi kwenda kwa wakati ili tuweze kutimiza malengo ambayo yamedhamiriwa. Tunashukuru sana. Tunakushukuru Mheshimiwa. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Ombeni, ni mkazi wa Bunju B. Bwana, barabara kikweli kipindi cha nyuma ilikuwa na changamoto kubwa sana. Lakini sasa hivi kuona kwa marekebisho yanayoendelea sasa hivi kidogo kuna uafadhali. Lakini kipindi cha nyuma barabara ilikuwa ni mbovu kiukweli, changamoto, magari yalikuwa yanakwama, mabomba kama ile yanapasuka huku. Njia ilikuwa ipitiki kiufupi hapa hii. Ilikuwa ipitiki kipindi cha nyuma. Lakini sasa hivi kwa jitihada naona zinazoendelea sasa hivi kidogo naona tunania afadhali yani. Kwa jina mimi naitwa Isa Mashaka. Ndio. Ni mkazi wa hapa Bunju, wanaita Kitunda. Wengi wamezoea wanasema kwa Mwarabu. Ndio. Hali ya barabara kwa wakati huu si nzuri, ni mbaya. Lakini tunapata matumaini baada ya kuona mkandarasi yuko site. Ila tutafaidika kama kweli jambo hili litakwenda kwa wakati, kwa sababu nina kumbukumbu kwenye uongozi wakati ule wa marehemu Magufuli tulipata taarifa za kwamba barabara hii itawekwa lami, lakini haikuwekwa lami. Sasa hivi tumesikia tena ndio hivyo inawekwa lami. Kwa hiyo tunakuwa tuna matumaini, lakini matumaini mpaka tuone labda pengine hali imefikia wapi. Maana yake kuna mambo mengine huwa yanasemwa au unakuta yanaishia tu
kwenye makabrasha au yanaishia njiani. Lakini kwa mkandarasi huko site tunakuwa na matumaini kwamba kweli hili jambo sasa hivi linafanyika. Tozi yenye urefu wa kilomita 3. Barabara hii mwajiri wake ni meneja wa mkoa wa Dar es Salaam. Mfadhili ni fedha maalum special funds. Mkandarasi wanaofanya ujenzi wa barabara hii ni Bronze Tech Company Limited, na mhandisi mshauri ni meneja wilaya ya Kinondoni. Thamani ya mkataba huu ni bilioni 1.987 129,683.76. Muda mkataba huu wa utekelezaji ni miezi 6, na mpaka sasa tumeshakamilika miezi 3.5, na hatua ya utekelezaji uliofikiwa ni 45%. Tarehe ya kwanza wa mradi huu ni tarehe 5 mwezi wa pili, na tunategemea kukamilisha kwa mradi huu kuwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu 2025. Muda wa matazamio baada ya mradi kukamilika ni miezi 12. Mpaka sasa mkandarasi amefanya kazi zifuatazo. Amefanya kuhamisha mabomba miundombinu ya DAWASA. Kazi hiyo imekamilika kwa 100%. Mkandarasi amefanya kazi ya kuweka tabaka la mawe katika barabara hii katika sehemu korofi, nayo hiyo imekamilika kwa 100%. Amefanya kazi ya kuweka mchanga, amefanya kazi ya kuweka matabaka ya gravel kuanzia G3 mpaka G15. Na hapa tulipofika sasa hii ni G15, na kazi hii inaendelea ya G15, ila matabaka hayo mengine yote ya chini yameshakamilika kwa 100%. Changamoto tulioipata katika utekelezaji wa mradi huu kubwa ni mvua ambazo zilianza mwezi wa 3 mpaka kufikia mwisho huu wa sasa mwezi wa 5 bado zinanyesha, na imepita almost siku karibia 45 mkandarasi ameshindwa kuendelea na kazi kwa sababu ya mvua. Faida tutazopata katika kufanya mradi huu kubwa, namba moja, kwanza ni kuongeza thamani ya viwanja katika maeneo haya, lakini kukuza shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika maeneo haya, kwa sababu tunafahamu barabara inaunganisha kuanzia chuo cha hapa cha Nyaishozi mpaka kwenda Mbweni mwisho kule, na itawasaidia watu wa hapa katika shughuli zao za kibiashara na za kiuchumi. Lakini pia itaepusha mafuriko ambayo yalikuwa yanazuia barabara hii kupitika kwa kipindi chote cha mwaka, lakini badala ya ujenzi wa barabara hii itatumika kwa wakati wote mwaka mzima pasipokuwa na changamoto ya kukwamisha watu kupita. Kumbuka ziara yako mara mwisho ulitembea wakati umetuagiza tufanye usanifu. Wao wana chuo ku access hiki eneo la chuo, lakini pia ku access ile eneo la na kule Mbweni ile eneo la uvuvi. Ndio. Na kuja hapa ile eneo hapo lilikuwa kuna mvua zikinyesha barabara yote inakuwa imejifunga. Na watu wote walikuwa wanaacha magari yao hapa wanatembea kwa miguu kwenda kule. Kwa hiyo kuna kipande kule mwishoni nacho ambacho ni kioevu zaidi ambacho tunafika kukiweka kwa zege kwa sababu maji ni mengi. Kwa hiyo hicho tutakibadilisha kuweka kwa hali ya zege kwa sababu maji yana mtawanyiko mwingi sana. Kutoka mto Nyakasango hivi huwa na mwagika mengine anakuja huko. Kwa hiyo hicho chote tunakiweka zege. Na hapa ambacho sio sehemu ya mradi huu, lakini ni sehemu ya mradi huu. Sawa. Kwa hiyo lakini hiyo njia kuelekea mabanda ya kuku hapo. Kwa hiyo kwenda Mbweni Teta hiyo. Kwenda Mbweni Teta. Hiyo section hapo ilikuwa mvua zikinyesha panajaa pote. Na hapo tumeweka ile miundombinu rafiki ambayo itapitisha maji kwa urahisi na watu watakuwa wanaweza tu kupita kwa urahisi bila kupata usumbufu wote. Asante, nashukuru. Kwa majina naitwa Rogatus Hussein Mativila, ni naibu katibu mkuu ninayeshughulikia miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI. Leo nimekuja hapa Mbweni kwenye barabara hii ya Nyaishozi ambayo ni moja ya barabara ambazo zilikuwa zina shida sana kubwa kiasi kwamba wananchi wanaokaa maeneo haya na wote wanaoenda kule Mbweni mwisho walikuwa hawezi kupita, na hii barabara ni muhimu ambayo ndio inatumika kwenda maeneo ya huko. Nilikuja mwaka jana, eneo hili hata kwa mguu ilikuwa huwezi kupita hasa ikinyesha mvua. Ilikuwa ni tatizo kubwa sana. Hata wakazi wa maeneo haya tulikuwa tunajiuliza wanawezaje kuingia huku. Ilikuwa ni mateso makubwa. Wanaweza kuacha magari, lakini ukiangalia kuna uwekezaji hapa, kuna vyuo hapa, kuna chuo hiki hapa. Sasa wakati barabara hii haipitiki, basi tena tunamshukuru
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli kwa kuwa anasikiliza matatizo yaliyopo ambayo yanakuwa yamezidi. Matatizo ni mengi nchi hii. Kama mnavyofahamu, barabara za wilaya ambazo zinahudumiwa na TARURA zinafika kilomita 148,730 na zinaongezeka kila mwaka, kwa sababu ukipima hata kiwanja au wewe ukienda ukatafuta kaploti kako ukajenga huko peke yako, maana yake inabidi upate access ya barabara. Hiyo barabara lazima ihudumiwe na TARURA. Kwa hiyo sasa hivi tunakadiria inaweza kama hatujapitia tena tangu mwaka 2020 kuona ni kilomita ngapi zipo. Kwa hiyo inawezekana zikafika hata kilomita 100,000 sasa na 70 kwa sasa zinaongezeka. Kwa mfano hapa Dar es Salaam tunasema zimeshaongezeka kilomita 1600 nje ya zile ambazo zilikuwa zimehesabiwa mwaka 2020 huko. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Mheshimiwa Rais aweze kuhudumia barabara zote, kutoa fedha za kuhudumia barabara zote hizi 1,144,730, lakini kuna barabara za kitaifa ambazo zenyewe zinasimamiwa na TANROADS. Kule kuna kilomita 36,760, inakaribia nao 37,000. Sasa hizi zote zinahitaji pesa na pesa ni nyingi. Na barabara ukijenga sio kwamba umejenga milele, utajenga itakaa miaka 20 kama umeweka vizuri, lakini utatakiwa uirudie ufanyie maintenance. Kwa hiyo nimekuja kutembelea hapa kuona hii barabara ambayo inajengwa na kampuni inaitwa Bronze na ina urefu wa kilomita 1.3. Wanatakiwa kutekeleza ndani ya miezi 6, nimesikia, na ameshamaliza miezi 3, lakini eneo hili kwa baya sana. Hapa wanasema amefika layer ambayo ni nzuri sana, wako kwenye G15. Manake baada ya hii G15 layer itakayofuatia kama itakuwa ni C1, basi itapanda kidogo, wako karibia kumalizia, kwa sababu barabara usumbufu mkubwa ni huku chini. Kwa hiyo kama wameshafikia stage hii, kwa kweli nashukuru. Kwa hiyo naamini kwamba hii barabara kwa umuhimu wake nayo wataweza kukamilisha ndani ya muda ambao wamesema ni mwezi wa 8 tarehe 5. Naamini itatekelezwa, itakamilika ndani ya muda huo. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba hii barabara inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Maana yake ilikuwa haipo. Sasa kama itajengwa kwa viwango, ijengwe kwa viwango vinavyotakiwa ili iweze kudumu muda mrefu. Tusiseme tena baada ya miaka 2 tunataka barabara nyingine. Nataka tukae muda mrefu, miaka 10, 20, miaka 20 na kuendelea. Tuwe tunafanya maintenance ndogo tu. Kwa hiyo nimetembelea kama sehemu ya kuangalia kinachoendelea, kwa sababu pesa hizi pia zilitafutwa kama pesa za dharura kwa sababu ya hali ilivyokuwa hapa, shilingi bilioni 1.9 almost bilioni 2 ambazo zinatumika hapa, na imebidi nije nione nini kinafanyika hapa kwa pesa ambazo zimekuja. Nimeridhika na kinachoendelea na ninaamini kwamba atamaliza kwa wakati. Ninachosisitiza mkandarasi afanye kazi usiku na mchana, hakikisha kwamba haziji mvua zikamkwamisha tena, na naamini hazitamkwamisha kwa sababu naamini mwezi wa 8 atakuwa amekamilisha, ajenge kwa ubora unaotakiwa, barabara hii ikamilike iweze kuhudumia wananchi. Kwa hiyo mimi ninashukuru, nimeridhika na kazi inayoendelea kama nilivyoridhika na yule nyingine kule inavyoendelea, na makandarasi walioko ni wazawa. Tunashukuru sana, wanaweza kufanya kazi na tunajenga sana makandarasi wazawa ili waweze baadaye kuwa makandarasi ambao wanafanya kazi zote hapa bila kutegemea makandarasi kutoka nje. Naitwa Ramadhani Rashidi, ni mkazi wa Mbweni. Kulingana na section ya barabara, kulingana na mara ya kwanza barabara ilikuwa inasumbua sana, sehemu ilikuwa inasumbua sana. Na sasa hivi tunaona hali kweli inaenda vizuri, lakini nilikuwa tunatarajia mtengenezee mitaro, maana barabara kidogo inasumbua na msongamano wa maji. Hata kama mtaweka lami sawa, lakini mitaro iwe vizuri kwa ajili ya changamoto ya maji, ili mradi barabara iwe vizuri zaidi. Kwa majina yangu naitwa Osiligi Losai, ni afisa mtendaji wa kata ya Mbweni. Niseme tu kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Barabara hii ina urefu wa kilomita 1.4. Lakini pia ametoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 900. Yote hii ni kwa ajili ya kuhakikisha wakazi wa Mbweni wanapata miundombinu iliyo bora katika kufanikisha shughuli zao za kila siku. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mradi huu ambao ni mradi wa kimaendeleo kabisa, na ni mradi ambao unasaidia wananchi katika kukabiliana na shughuli zao za kila siku. Lakini pia niseme ni katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi.
Hivyo pongezi nyingi sana kwake, lakini pia nitoe rai kwa wananchi kutoa ushirikiano katika maendelezo ya ujenzi wa mradi huu, lakini pia katika kuitunza barabara hii, kwa sababu sisi ni sehemu ya kuitunza barabara hii. Tusitegemee serikali itatutunzia wakati sisi ndo watumiaji. Kwa hiyo wametengenezea, lakini sisi tutaitunza na kuifanya iwe katika mazingira mazuri. Asante sana. Majina yangu naitwa Helena Elias Kapange, ni mkazi wa hapa Mbweni Mwisho. Barabara yetu ilikuwa na changamoto ya madimbwi mengi sana. Maji yalikuwa yanasimama, alafu maji yanaenda kwenye makazi ya watu, kunakuwa na madimbwi. Kwa hiyo ni chanzo cha mbu wengi sana. Kwa sasa hivi kuna afadhali kidogo, japokuwa changamoto ni ili tope, mvua ikinyesha kunakuwa na tope jingi sana. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie, kwa sababu mkishapandisha barabara kutabaki huku maji yataenda kwenye makazi ya watu pembeni. Tunaomba mtusaidie mitaro ambayo itapitisha maji kupeleka kwenye mtaro mkubwa wa barabarani. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Mazoea Ali Matope, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Maputo. Shukrani kubwa, kwanza natoa pongezi kubwa sana kuhusu mradi wetu. Hii barabara nilikuwa naisemea sana, lakini matokeo yake serikali imefanya jambo zuri. Kero tulikuwa tunapata kwenye barabara hii ilikuwa kubwa sana, kiasi kwamba kuna baadhi ya vipande kabisa kule vilizibika, kwa hiyo ikawa haipitiki. Lakini kwa sasa hivi kutokana na muendelezo huu unaokwenda, kwa kweli uko vizuri na sisi tunashukuru. Tunashukuru sana serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa mikakati hii mizito inayofanywa na inatekelezeka. Kwa kweli tunashukuru, tunampongeza sana. Na sisi pia tunapongeza taasisi ya TANROADS kwa ajili ya barabara. Kwa hiyo pia tunashukuru sana. Tunaenda vizuri, tuko nao vizuri katika kazi hizi zinazofanyika hapa. Tuko pamoja, tunajadiliana, tunakubaliana. Kulikuwa na miti na kelakela tu hapa njiani, tulikubaliana na engineer vizuri. Kwa hiyo miti ikaondolewa, shughuli zikaendelea. Kwa hiyo sasa hivi najua tumesimama kwa ajili ya mvua zilikuwa nyingi, lakini baada ya mvua hizi kuisha najua muendelezo utakuwa mzuri. Kwa hiyo shukrani sana, tunapenda